Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maendeleo, kwa hizo alama 6 tulizovuna kupitia hizo mechi mbili. Kama unavyojua tulikuwa kwenye nafasi nzuri, kwa maana ligi ilikuwa ngumu, kila timu ilikuwa inajaribu kujipapatua kutoka ilipo. Lakini tu niseme mpira ni mchezo ambao una matokeo ya kikatili muda mwingine, kuna muda ina matokeo ya kukufurahisha. Kwa hiyo all in all tumepambana, vijana wanajua nini timu inataka. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini niseme tu tuna safari ya maajabu. Hii safari hatotoka mtu atakayekuja hapa na tutatoka nje ya mkoa. Kwa hiyo vijana kwa morale waliokuwa nao, mwalimu mpya nafikiri mmemwona amekuja na filosofi zake, falsafa zake, wachezaji wameanza kuzifanyia kazi na tunashukuru, na sisi kama management tupo karibu naye kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Na hii niwaambie tu Watanganyika, kwanza nisiache kuwashukuru, wanakuja uwanjani, wanajaa, wanaishangilia timu yao, wanaisupport, na niseme tu wasiache kuja uwanjani, waendelee kuisupport kwa sababu hii ni ya kwao, sio mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo all in all tumejipanga vizuri kuhakikisha michezo 4-5 iliyobaki ya ligi kuu tunakuwa sehemu salama, na hii safari ya maajabu iendelee kukamilika. Unajua, kama nilivyosema awali, mwanzoni tulikuwa hatupati matokeo ya kuridhisha. Kwa hiyo watu walitegemea na watu walikata tamaa baadhi kwamba sasa Mashujaa inaelekea kuporomoka na kushuka daraja. Lakini kwa sababu ya mipango na mikakati madhubuti tulikuwa nao sisi kama management, timu, wachezaji, tukasema tunaenda na kauli mbiu hii kuprove wrong wale wote walikuwa wanaamini kuna mporomoko wa Mashujaa, kwamba Mashujaa sasa kwa msimu uliopita ilikuwa nafasi ya 8, lakini sasa inaenda kushika nafasi ya 6, kwa kuwa alama ambazo tulizokuwa nazo na tukipiga hesabu zile ambazo tukazozipata hatuwezi kufikia timu ambazo ziko top 4. Kwa hiyo tunaamini ndani ya 6 bora tunamaliza. Ndio maana nimesema safari ya maajabu kutoka kwenye mstari ule wa maajabu wa kushuka na kuporomoka, sasa tunaenda kule juu. Na ndio maana tumesema hii safari tumeianza na haitoishia hapa, na itaanzia hapa hii safari ya maajabu na mpaka msimu unaofuata. Kwanza safari ya maajabu haimchagui mtu, hii haimchagui mtu, yani yoyote anayekutana sasa hivi na Mashujaa FC, yani bora wangebaki kuwa mashahidi, na hii nairudia, bora wangebaki kuwa mashahidi, kwa maana tayari wameshacheza na Mashujaa. Yani wangebaki kuwa mashahidi kuliko shahidi kaamua kuwa mtuhumiwa. Kwa tutawahukumu na kila mtu atapata adhabu stahiki kulingana na kosa alilofanya. Kwa sisi tunasema hii haimchagui mtu yoyote aliyokuwa mbele, sio Simba, sio Namungo, sio Kagera, sio KMC, sio JKT Tanzania. Wote waliobaki wajua wameingia kwenye mfumo, na ukiingia kwenye mfumo wa Mashujaa hakika utoki, ni mapigo na mwendo. Mimi kwanza nikwambie, huyu mwalimu ana bahati na kuja hapa kwa bahati mbaya, na wala hakupata muda mrefu wa hivyo ambao unafikiria kuiandaa timu. Sasa muda ataupata, na muda atakapoupata hii Watanganyika waijue, muda atakapoupata vizuri kabisa, kuna watu watalia na kusaga meno. Mimi nakwambia ukweli, huyu mwalimu ana sifa kubwa sana, ni mwalimu mkubwa sana, mwalimu wa viwango. Kwa kwanza hakubahatika kuja hapa kwa bahati mbaya. Tunasema hii safari ya maajabu itaendelea, na ili iendelee mwalimu aendelee kupata muda, na chini ya uongozi uliokuwepo wa Mashujaa, hakika naamini Watanganyika wataendelea kufurahi, watakula migebuka, watakula kuhe, watakula dagaa vizuri kabisa. So far tutamkosa mchezaji mmoja ambaye ni majeruhi na yuko Dar es Salaam, tutaenda kuassess hali yake ambaye ni Omari Kindamba, lakini wengine wote wako timamu na watasafiri na timu kuelekea hiyo michezo ambayo tutatoka nje ya Kigoma, kwa maana ya Dar es Salaam na Lindi, Ruangwa. Kwa kila kitu kiko sawa, Watanganyika waamini watu wao wote, wapambanaji wao wote wapo kwa ajili ya kuwapambania. Kwa tutaondoka na squad ya watu 32 kwa maana ya wachezaji pamoja na viongozi, na maana tutakuwa kama watu wasiopungua 40 kuelekea Lindi, Ruangwa na mechi ya Simba Dar es Salaam. Kwanza niseme ni upendo. Wanapenda timu yao, wanapenda kuiona Mashujaa kiendelea kubaki, na support wanayoipata kwa management, kwa maana ya uongozi. Kwanza sisi tunafurahi. Mwaka jana nafikiri tulikuwa timu ya 3 kwa kuingiza washabiki wengi viwanjani. Kwa hiyo naamini kwa mwaka huu tutabypass hiyo Azamu itoe.
Kwa hiyo naamini sisi tutaendelea ku maintain hiyo ya 3 kwa sababu Simba na Yanga of course tunaamini wao wana fans engagement kubwa sana kuliko vilabu vingine. Lakini sisi kuwa nafasi hiyo ya 3 kwanza inatupa kibli na inatupa furaha ya kuwa kwamba sisi ni timu pendwa hapa Kigoma na watu wa Kigoma wameipokea timu yao. Kwa hiyo mimi niseme tu waendelee kuja. Kwanza inatupa vibe. Sisi wenyewe kama viongozi tukiona na wachezaji wakiona, tunasema mshabiki ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo tu peke yake kwanza wachezaji wanaifurahia kwamba kumbe hatuachwi, tunashikwa mkono na watu wetu. Na sisi uongozi tunahakikisha hawa tunaendelea kuwakumbatia na tunaendelea kutafuta engagement zaidi kwenye mikoa ya karibu, kwa maana kanda ya magharibi. Kwa sio hapa tu Kigoma, tunataka tukonke Tabora, Sumbawanga, Katavi, kote huko unapopajua, yani kwamba wote wajue kwamba maana halisi wa Tanganyika ni nini. Na ifikie sio huko kote kwingine, ifikie hata Dar es Salaam huko kwenye hivyo vilabu kongwe. Tuseme kwamba sasa hivi tuna fans kuliko hata Simba na Yanga. So far niseme tunafanya kazi nzuri, lakini bado hatujafika lile lengo letu kuu. Kwa nikisema lengo letu kuu, niseme kila siku huwa tunajitahidi kubuni idea mbalimbali. Nikiwepo mimi na vijana ambao tupo nao kwenye idara hii ya habari. Kwanza nawashukuru sana, ni watu very supportive. Na ukiacha hiyo pia viongozi wangu wa juu walionipa mamlaka nao ni very supportive. Kwa tunasema tunashukuru kwa hapa tulipofika, lakini bado tuna safari ndefu sana. Mimi naamini hakuna idara ya habari kwenye kitengo cha digital kinafanya vizuri kama Mashujaa. Yaani nitajie timu yote unayojua wewe hapa Tanzania, hakuna ambaye anafikia Mashujaa. Kwanza tunashukuru kwa hilo na watu wameipokea hivyo. Yaani kuna watu wanatamani sisi watutumie content zao ili ziende mjini, lakini tunasema bado tunaendelea kufanya kazi. Inshallah tutafika pale tunapotaka. Mileage ni nyingi sana. Bado yani tuna vitu bado vipo. Yaani kuna vitu hatujavitoa bado. Yaani vipo. Lakini niseme so far tunafanya vizuri. Mimi kama msemaji tangu nilipokuja napata ushirikiano kwa wachezaji, uongozi wangu akiwepo hapa Kamanda Chui. Yani napata ushirikiano wa kutosha na ndio maana kazi inafanyika. Yani idea tunashare. Hii tufanye hivi, ili tufanye hivi, ili tutoe hiki kiende sawa, hiki kisiende. Lakini nashukuru na pia namshukuru sana kijana wangu Simon Lugegera. Nisiache kumsifia na kumpa pongezi zake. Anafanya kazi nzuri. Nisiache kumsifia kijana wangu Jaki. Simon anafanya kazi nzuri. Yaani anatuheshimisha. Kimsingi tutaendelea kufanya kazi nzuri na inshallah tutafika malengo yetu ambayo tunataka kuyafikia.